Bwana Yesu asifiwe tena, mpendwa mtazamaji wa kipindi kizuri hiki cha watoto. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninaitwa Mwalimu Stella Mwakingili nikitokea EAG Chamwino Morogoro. Ninakusalimu sana na ninakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha watoto. Na kwa vipindi vilivyopita ulikuwa pamoja na mimi nikifundisha tabia za watoto za asili ambazo zinatusaidia sisi kama wazazi, kama walezi kuwalea watoto wetu vema, au haiba za watoto ambazo kwa asili wanazo, hawaigizi, ndivyo walivyo. Na sisi kama wazazi tutakiwa kuwalea watoto wetu, tunatakiwa kuelewana katika jamii ili tuweze kuishi kwa amani. Bwana asifiwe sana. Na kabla sijaendelea nitaenda kuomba pamoja na wewe. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo umetujalia. Ninakusihi Mungu ukaweze kutawala, ukawe pamoja na msikilizaji huyu na mtazamaji wa kipindi hiki kizuri cha watoto. Bwana Yesu kamfundishe kwa utukufu wa jina lako. Usimpungukie kila mmoja wetu, wewe unajua uhitaji wa kila mmoja. Basi nakusihi wewe uliye mwalimu mkuu ukamfundishe mtazamaji huyu na msikilizaji neno lako Bwana, ili akapate faida katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaomba na kushukuru. Amen. Basi mpendwa mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kipindi hiki kizuri cha watoto, na tunaendelea kujifunza kwa habari ya hizi haiba. Na tangu nilipoanza kufundisha hizi haiba, nimeshafundisha kwa habari ya watoto ambao ni masanguine, nimeshafundisha kwa habari ya watoto ambao ni macholeric, na pia nimefundisha kwa habari ya watoto ambao ni melancholic. Lakini leo nitafundisha temperament ya 4 inayoitwa phlegmatic. Temperament ya 4 ambayo inaitwa phlegmatic, au haiba nyingine inayoitwa phlegmatic. Na kipindi kilichopita tuliangalia kwa nini nafundisha hivi vipindi, kwa nini haya maneno tumeamua tujifunze. Lakini tuliwaangalia watu mbalimbali ambao wanapitia kwenye changamoto kama ya sonona, kwa sababu ya kuweka vitu moyoni, kwa sababu ya kuhangaika na mapambano makubwa ya kutunza vitu moyoni, visasi, chuki. Lakini tuliangalia pia kwamba wakati mwingine uchungu mdogo kama mbegu baadaye unakuja unaota kama shina kubwa ambalo linaweza likasumbua wengine. Lakini nilikupa mfano wa namna ambao Mfalme Sauli baada ya kusikia maelfu na makumi elfu alitengeneza chuki na akatamani kumuua Daudi. Kwa hiyo unaona kwamba alikuwa ni mfalme, lakini hiki kitu kilimshinda. Kwa hiyo namna kujidhibiti na kuishi na watu inahitaji sana Mungu atusaidie, inahitaji Mungu sana atuwezeshe ili tuweze kukaa vizuri katika familia zetu, katika nyumba yetu, na kwa ajili ya kumfaa Kristo, na kila mmoja afanye kwa nafasi yake. Basi kama utakuwa na swali utaweza kutuma kwa namba ya simu ya 0752376173. Namba hiyo pia iko WhatsApp kwa wale ambao watahitaji somo hili. Naweza nikakutumia sio kitabu, lakini ni somo ambalo unaweza kujisomea na maelezo mengine tutapeana huko. Lakini pia inawezekana umekosa vipindi vingi kwa huko nyuma ambavyo vya temperament zingine au haiba zilizopita. Unaweza ukafungua kwenye akaunti yangu ya Facebook, mara nyingi ndiko huko ninatuma, andika Stella Mwakingili, utaona. Na kuna masomo mengine ambayo ninakuwa nayatuma huko ambao unaweza ukajifunza mpaka kufikia hapa kwa phlegmatic, na wale ambao tuwaona na namna kumsaidia mtoto aweze kuwa na kuifaa hiyo temperament, kwa sababu hizi haiba kuna upande ambao ni mzuri na kuna upande ambao sio mzuri. Amen. Sasa kwa upande ambao sio mzuri inabidi ujitahidi kufanyia kazi liweze kufaa. Basi nianze sasa somo langu la phlegmatic. Ni aina ya watu wa namna gani? Phlegmatic kama ambavyo nimesema ni hizi temperament zigawanyika katika mafungu mawili, wale ambao wana akili kubwa na wale ambao wana akili za wastani. Sasa mtu ambaye ni wale wenye IQ kubwa au akili kubwa alikuwa ni melancholic na phlegmatic. Kwa hao nao wazungumzia melancholic, tuliona ni watu wanapenda hesabu, ni watu ambao wanapenda mambo ya sayansi na mambo ya utafiti. Lakini sasa phlegmatic naye ni miongoni mwa watu ambao wana akili kubwa, lakini pia wana uwezo mkubwa wa akili, wanaofuata baada ya melancholic. Wanapenda sana kuahirisha mambo. Tulimwangalia sanguine, yeye
sio kwamba naahirisha. Sanguine alikuwa na mambo mengi. Nilitoa mfano, anaweza kuwa ni mzazi amenunua kiwanja Morogoro, ana kiwanja Mwanza, ana kiwanja Tabora, ana kiwanja kijijini kwao, lakini cha Morogoro tu anapoishi amejenga, lakini nyumba haina madirisha, inawezekana tena jenga haina hata linta. Kwa hiyo ana vitu vingi anavianza, sawa, ni vizuri, lakini anaviacha. Lakini ukija kwa huyu phlegmatic, yeye anaahirisha mambo kwa sababu yani yeye asumbuki na jambo lolote. Ndio maana utamwona ni mtu wa amani, wengi ni wapole sana, yani hawana shida. Ukipigwa na phlegmatic, hata kama alikuchokoza, wewe ndio utaonekana mkorofi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni watu cool, ni watu wapenda amani, hawana shida na mtu yoyote. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa wa akili, ila wanapenda kuahirisha mambo. Kwa hiyo huyu phlegmatic anaahirisha mambo kwa sababu ni tabia yake, hajali. Yaani kitu kikubwa sana alichonacho mtu phlegmatic, hajali. Kama ambavyo tulimwangalia melancholic, yeye ana uchungu na hisia nyingi moyoni na upendo sana wa dhati. Wakati sanguine ni watu wachangamfu, wote wa maneno mengi. Kwa hiyo huyu tunamweka kwenye kundi la watu ambao ni wapole, wametulia. Yaani ukimkuta ametulia hapa na ametulia kweli. Bwana sifiwe sana. Wakati mwingine ukimtuliza tu dakika 2 amenyanyuka, lakini hawa watoto atoke na katoto ambako ni ka phlegmatic, kenye unakakalisha kwenye kiti, unaenda kufua nguo mpaka unaanika mpaka zinakauka, utamkuta ametulia pale kwenye kiti, wala sio mgonjwa, yani ndio ametulia. Lakini kuna mtoto mwingine ukimwacha hapo utamkuta hana meno, hana nini, ameshachubuka, amefanya vurugu zote. Kwa hiyo hawa watu kwa akili kwa asili wana akili, wanapenda kuahirisha mambo kama nilivyosema kwa sababu hawajali, lakini wanapenda sana kupuuza mambo. Yaani hasa kama hayaeleweki. Bwana sifiwe sana. Wanapuuza mambo hasa akiwa hayaeleweki. Niliongea na wazazi wakati ule kwamba watoto wale ambao wanafikia umri wa balee huwa hawadanganywi. Wale wa umri chini ya miaka 3 mpaka 5, hata ukihadisia hadisi unaitunga tu, haina logic, yani wewe unaichanganya tu. Mradi tu ulete tu matukio yanayosisimka. Ikawaje? Simba akafanyaje? Akafanyaje, watakuelewa. Lakini ukifika kwa hao wenye umri wa balee, huyu wanajielewa. Kwa hiyo hawa watu kama kitu hakielewi, umemwambia urudi nyumbani saa 12. Wewe mwenyewe mzazi unarudi asubuhi saa 10. Anaona kitu hiki hakina maana. Unamwambia soma hii shule, haelewi. Unamwambia fanya hiki, haelewi. Kwa hiyo anahitaji mtu ambaye ni phlegmatic, anafikiria sana. Yaani anafikiria kwa undani, yani mpaka aseme hiki kitu nifanye, anakuwa ametafakari sana. Yaani ni watu wenye tafakari kubwa, tutaangalia hapo mbele. Kwa hiyo anaweza akawa hafanyi kitu, anakipuuza. Unajua mtu ambaye anapuuza kitu na maana kitu amekiona cha kipuuzi, yani hakimfai. Kwa hiyo ni watu ambao wanapuuza sana mambo. Lakini pia hawapendi kusifia mafanikio ya wenzao, kwa hiyo wana wivu fulani hivi. Watu wa phlegmatic mpaka kusifie au huwa hawasifiagi. Wanamwambia fulani ana division 1 ya 0.7, anasema alionyeshwa mtihani huyo. Alionyesha tu mtihani. Yaani asifiwe. Kwanza alisoma shule gani? Sidhani. Kwa hiyo sio watu ambao wanaweza kawa, ndio maana ukuta mtu unasimama mbele. Tunasema wale tabia kama za kuku. Kuku akitoka kutaga lazima atangaze dunia, jamani nimetaga yai, mpaka Mungu anaenda kula yai lake. Jamani nimetaga yai, masanguine hao. Nimetaga yai, akitokea phlegmatic yai lenyewe sasa kilivyo kidogo. Kwa hiyo kuvunjika moyo ndio phlegmatic akutana na melancholic, ni watu ambao wanaumizana sana, Kwa hiyo ni kama ana wivu, huwa hapendi sana kusifia mafanikio. Mfano, yani yeye alitaka umuelezea labda umetagaje hilo yai. Ana 1 ya 7, alikuwa anasomaje ili apate logic. Yani kitu kimvute aelewe eti nyumba umejenga hivi, nyumba ya aina gani? Mfano umeweka tiles huko ndani. Amejenga nyumba bati gani? Ameweka bati gani mfano? Kwa hiyo milango na madirisha ya aina gani? Kwa hiyo ni watu ambao wanafikiria sana, wanataka mambo yani yale makubwa, mambo ambayo ni logic. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kama huyo kufurahia mafanikio ya mtu mwingine. Unashuhudia, bwana amenipa baiskeli, anambia ulize, bwana amenipa gari gani? Gari tu hiyo tu.
watu tuna magari. Kwa hiyo si mtu sana wa kufurahia vitu vya wengine. Na hivi vitu kadri ninavyotaja hizi sifa, uweze kupata picha. Hivi watu wa aina hii kwenye jamii tunao au hatuna? Maana somo lililopita usiseme tabia hizi za asili hatuna. Hapana, tusimpe shetani nafasi kwa tabia zetu za kibinadamu. Lakini pia ni watu wabishi sana, kwa sababu mfano kama hivyo unamwambia mimi nimejenga nyumba, umejengaje? Sio nimeweka tofali za kuchoma au za block. Tofali za block sio inchi ngapi? Umepiga plaster. Yaani kuna vitu nimeweka tiles za aina gani? Yaani kama vile anataka vitu vya vile deep. Kwa hiyo vitu maswali kama hayo inawafanya hawa watu waonekane ni wabishi. Sasa unaona tabia ya ubishi wengine huwa wanahusianisha na makabila. Bwana sifiwe sana. Tabia za uchoyo watu wanahusianisha na makabila fulani. Tabia fulani. Sasa kama hizo tabia kama nilivyofundisha pale mwanzo. Sasa unasema tumehamishiwa katika uzima sijui. Sasa kwa nini hizi tabia zipo? Kwani hilo kabila lenye tabia hiyo hakuna waliokoka? Kumbe wapo. Sasa inatakiwa hizi tabia tuzishughulikie. Bwana sifiwe. Lakini pia mafragmatiki wengi kwa asili wanapenda kufuatilia mambo ya watu pasipo sababu ya msingi. Yaani hawawezi kumind their own business. Wenyewe wakitaka kujua tu umenunua gari, wanataka kujua tu ni aina gani, sijui inakula mafuta sana au haili. Kwanza nani alikupa hilo gari? Yaani connection gani? Yaani ni wafukunyuku. Na ndio maana wengi sana ni mashushushu, kwa wanapenda habari, ni mashushushu, ni watu wanaofaa sana kwenye vitengo vya upelelezi. Kwa wapelelezi wengi lazima wawe na karakta kidogo ya ufragmatic. Bwana sifiwe sana. Wapelelezi wengi. Mfano wewe ni mpelelezi au niseme kama mfano mtu ni mpelelezi lakini hana hii haiba ya ufragmatic, kuwa kimya, ni sanguini, ujue siri zote zitatoka na watamuua sanguini. Kwa sababu atasema amemwona jambazi mahali na atamwambia rafiki yake, na rafiki yake amemwambia mahali utakuta sanguini ameshakufa. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo tabia za kishushushu zinaambatana na hali ya upole. Mtu anakaa mahali anajifanya yeye mtu fulani, anajifanya daktari kumbe sio daktari, anajifanya mwalimu kumbe sio mwalimu, angalau mwenye hiyo coolness ya kutulia. Mioyo yao haiumizwi na makosa hata siku moja. Phlegmatic haumizwagi na makosa ya kwake wala ya mtu. Eti sijui fulani amenikosea, sahau kabisa. Phlegmatic kuja kuumizwa na tukio lako. Ndio maana mtu anakuja kukuuliza, bwana sifiwe, hujaniona kanisani? Sijakuona. Nilikuwa naumwa. Unajua mwanzo nilikuwa naumwa. Ulikuwa naumwa? Pole. Unaona? Kwa hiyo inakuwa imeisha hiyo. Kwa hiyo hawaumizwi kabisa na jambo lolote la mtu. Wewe kama ni sangu unataka labda ni melancholic, unataka watu wajali sana habari zako, unataka watu waonekane kwamba yani wanakuwa na yani lile jambo liloko unapitia kila mtu unataka alione kama alipitia. Kwa phlegmatic wakati mwingine hata yeye mwenyewe mambo yake yasemi na wala yeye mwenyewe hataki ya mtu yajulikane kwake. Bwana sifiwe sana. Ni watu ambao akitaka kutafuta jambo lako ataamua tu kulifukunywa tu alijue, lakini nia yake wala sio kwamba akusaidie labda kwa mambo yake tu binafsi. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo wewe ambaye unapenda sana watu wajue mambo yako, kuna watu utawaambia afu hawataumizwa na jambo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni wepesi kupokea lakini ni wagumu sana kutoa. Kwa habari ya utoaji pia watu ambao ni mafragmatic sio wazuri. Watu mafragmatic sio wazuri kwenye kutoa, lakini wanapenda sana kupokea. Sababu wamekaa kama watia huruma fulani hivi, wanatia huruma tu kama vile wapewe tu. Ana kitu lakini bado tu anataka apewe tu. Kwa hiyo sio sawa kama masanguini hivyo watoaji, sio watoaji kama mamelancholic, sio watu ambao ni unaweza kupambana nao kama makoleriki. Kwa wao ni wepesi sana kupokea, lakini kutoa sio watu ambao ni watoaji sana. Ninapoendelea kufundisha
natamani kama inawezekana ndio unafungua TV yako, ninafundisha kwa habari ya mtu wa haiba ya phlegmatic, na ninataja sifa za mtu ambaye ni phlegmatic ili iweze kutusaidia kumuona mtoto ambaye ni phlegmatic na namna ambavyo tunaweza tukamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia watu hawa wanatafakari mambo kwa kina na kuyatolea maamuzi kwa uhakika. Kwa hiyo ni viongozi wazuri sana. Phlegmatic ni viongozi wazuri sana ambao huwa hawakurupuki. Yaani akisikia, unajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa kanisani, wewe ni kiongozi, wewe ni una nafasi fulani, mtu anakuja kukwambia jambo tu, fulani amefanya hivi. Kwa hiyo watu ambao wana temperament ya phlegmatic ni watulivu sana. Umesema kwamba mume wangu anatembea na mtu. Okay, sawa. Asante kwa taarifa. Unaona hiyo? Mwingine ataambia, umeniambia mume wangu anatembea na mtu, mke wangu makelele, atalipuka. Lakini huyu ni mtulivu. Kwa hiyo anaanza sasa kufanya ule upelelezi wa kuchunguza jambo. Ili jambo lilikuwaje kwaje? Ili kaweze. Kwa hiyo watu kama hao ni watu wanaotafakari mambo kwa kina. Ukimpelekea jambo lako akusaidie ushauri, ni washauri wazuri sana. Ni washauri wazuri sana. Unajua kuna kesi zingine zinakuwa ngumu kama labda za ndoa. Mtu anakuambia Mungu amefanya hivi, mke wangu amefanya hivi. Wale ambao kwa asili sio viongozi, yeye atamwaga kila kitu kwa mtu wa kwanza. Akija wa pili anakuwa sio tena anamwaga. Lakini hawa watu wana utulivu, wana uwezo wa kutoa maamuzi mazuri kwa utulivu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia kwa habari ya mapenzi. Kwa habari ya mapenzi, mtu ambaye ni phlegmatic huwa nisemeje, haumizwi na mapenzi. Yaani asumbuki kabisa na ishu ya mapenzi. Wengi sana kwenye hili kundi ni single parent. Yeye anakuambia tu, mimi nizae tu nyumbani tu basi. Yaani akipigwa kibuti yeye sawa. Ukimpenda sawa. Usipompenda sawa. Ndio anasema mimi atanioa yeyote mradi anapumua. Ataolewa na yeyote tu mradi anapumua. Hajali, na hata akimpata huyo anayepumua, akimwacha pia hana shida. Bwana sifiwe sana. Je, nataka kuuliza, je wewe huwa usumbukaji na mambo ya watu? Je wewe hapo unatafakari yakina kweli? Unaweza kutulia? Huyu asumbuki na wagonjwa hospitalini, wala hata hiyo huduma inawezekana hana. Eti si fulani anaumwa asijue akamuone. Hivyo vitu hana. Na ndio maana kuna watumishi wa Mungu wengine ni mchungaji, hajui hata mshirika mmoja anaishi wapi. Wewe umeumwa, hujaonekana mwezi, hujaonekana wiki nzima, hajali hata mwanangu sijui unaendeleaje. Sasa unakuta wale ambao ni melancholic, unataka mtu amshughulishe na shida zako. Mchungaji hajaja kuniona, naacha. Utaacha hata kwenda kwa mwingine. Mchungaji anataka watu waje, wajali, watetemeke. Kumbe nusu ya washirika wako ni phlegmatic, hata wajali mchungaji umekula nini. Hawajali hata sijui watoto wako wanasoma au hawasomi. Kwa hiyo sasa uwezo kukimbia huduma kwa sababu una phlegmatic wengi mle ndani. Kumbe unaweza ukaanza kuwafundisha. Kumbe kuna mtu unaweza kumleta akatoa semina mle ndani. Kumbe kuna mtu unaweza kumuita ili mfarakano ipungue. Kuna makanisa jamani yamekufa kwa sababu ya maneno fulani agenti, fulani mchawi. Ukiwa mchungaji mwenye utulivu, ukasikia mama fulani ni agenti, utajipa muda kama ni mchungaji wa kutulia kulifuatilia jambo. Je, kweli huyu ni agenti? Je, kweli huyu ni mchawi? Lakini kama hauna karakta za kiuongozi zinazoweza kukusaidia na aina ya karakta kama aina ya tabia kama hii ya phlegmatic, utajikuta ni mtu wa kukurupuka, unawaita watu ni mapepo, utaona ni mashetani, utatenga nusu ya kanisa. Lakini mtu ambaye ana tabia ya phlegmatic jamani, anaishi na watu wengi. Anaweza kukaa na simba kabisa na asimng'ate kwa sababu hana papara. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu kwa habari ya mapenzi, hizi love affairs, hawaumizwi na chochote. Ndio maana wengi ni rahisi kufukuza mtu, ni mtu kuvunja tu mahusiano, ni rahisi, yani anaamua tu sioi.
Kwa hiyo wengi sana ili eneo ni single parent, na wengine kama ni mwanaume hawaoi kabisa. Wengi hawaoi, wengi sana hawajaoa. Na kuna wamama pia ambao wameamua tu, ndio maana single wengi haolewi, yani bora azae tu wale watoto wake. Mimi nazaa tu na leo watoto wangu. Ni kundi hili ambalo ni la hatari sana. Bwana sifiwe sana. Lakini uzuri wao wanasamehe haraka. Unajua kwa nini wanasamehe haraka? Kwa sababu hawajali. Yaani wewe unaenda, jamani mimi jana nimekutukana. Ulinitukana? Sawa. Sawa, sasa kwani ulikuwa unatukana? Sijui nini. Sawa. Wala hawezi kuonyesha kama walinitukana wakati huo melancholic ameumia au choleric amesha kufanyia na visa. Lakini huyu kwa kweli ni mwepesi wa kusamehe, hajali. Sasa nikwambie kitu kimoja hapa. Kwa sababu ni mwepesi wa kusamehe, anaweza pia akakukopesha na asikudai. Nasema hivi, anaweza akakukopesha na asikudai kwa sababu yeye ni mtu wa kusamehe. Lakini wengi wao pia ili kundi, ukimkopesha shauri yako, hawarudishi, hawalipi madeni kwa sababu anaona tu ulimsaidia. Kwanza yeye huwa anapokea. Kwa hiyo wengi wao wanaweza kama ulimkopesha hata kama ni hela nyingi, anaweza akasema sasa hela yenyewe hii hawezi kuwa anahitaji yule. Lakini wewe ulimpa kwa moyo wote, labda ndio alikuwa melancholic, ametoa tone lake lote la mwisho kwa sababu ulimwambia mwanangu anafukuzwa, nitalipa wiki ijayo. Nafika wiki ijayo hulipi, nafika siku nyingine tena hulipi. Kwa sababu gani? Hajali. Kwa hiyo ana uwezo wa kukusamehe akikukopesha, lakini na wewe pia ukimkopesha phlegmatic hawalipi. Ni wagumu kulipa. Ni wagumu kulipa. Bwana sifiwe. Ndio maana migogoro imekuwa mingi wakati mwingine makanisani. Wewe unaona pastor amekukopa na hata hajajali kukurudishia. Hata kisoma Mathayo 6 mstari wa 7 wewe unaliona deni lako. Afu yeye ana amani sasa. Unaweza kuwaza, hii amani anaitoa wapi? Hivi anaitoa wapi pastor hii amani, mimi namdai? Lakini kumbe mwenzio, yani ana amani kabisa, ana cool mind, yani hasumuki na madeni wala ye mwenyewe kudaiwa haoni shida. Bwana sifiwe sana. Sasa tunataka kwenye jamii ambayo unaweza usikopeshe ndugu zako, usikopeshe kwenye jamii yako, usikopeshe kazini, wewe mwenyewe ukikopwa hutoakopwa. Yani wanasema huyu wakaanza sema namdai. Na watu mna madeni, afu una amani kabisa. Bwana sifiwe sana. Kama mimi ukinikopesha leo, nikikuahidi kesho, kwa kweli deni linanitesa kabisa. Lakini kuna watu ana madeni huko, ana amani kabisa. Ana amani na anafanya huduma kabisa. Wakati mwingine hawezi kufanya hizo huduma, atataka atengeneze na mtu mmekwazana asubuhi na mke na mume, lakini mwenzio hata hasumbuki, unabaki tu Bwana sifiwe. Atasema amina, naendeleaje? Lakini bora hata melancholic ukisema Bwana sifiwe, amina, utajua huyu mtu nilimkwaza. Lakini phlegmatic hakwaziki na hajisumbui na chochote, anakusamea haraka vyote, madeni, kila kitu anasamea haraka. Natamani kuongea na nafsi ya mtu, sio ya watu wengi, kwa sababu hiki kitu kinahusu mtu huyu mmoja. Bwana sifiwe sana. Haya mambo wakati mwingine si unaona, unaweza kufikiri ni mambo ambayo ya kiduniani huko, lakini ukweli ni unabaki pale pale. Wewe ni mtu wa namna gani ambaye unaweza kaumiza asubuhi na ukachukulia poa mpaka jioni. Lakini pia ni wagumu kuomba msamaha. Hili ni kundi la watu pia ambao kwanza kwa sababu ni wabishi. Yaani wanajionaga wao ndo wanaojua. Hawawezagi kusifia mtu. Basi hata akikosea wala haombi msamaha. Hajali. Yaani kwa ujumla hajali. Wao tu wanajiona wao tu ndio wako sahihi. Kama kupewa vitu vizuri wanastahili wao. Yaani hajali. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo ni wagumu sana kupokea mambo mapya kwa sababu wao wanataka mambo yao yaende taratibu, lakini ambayo ni deep. Kwa hiyo hawezi kupokea mambo mapya. Lakini kuhusu imani ni wagumu sana kuokoka. Unaweza kumshuhudia sanguini asubuhi, yani ukamwonyesha tu filamu ya Yesu alivyotobolewa Yesu misumari, damu zikatoka, sanguini akaokoka hapo. Ila pia kesho inawezekana wokovu akawa ameuacha. Lakini sasa phlegmatic ni mgumu sana kuokoka. Utamfuatilia kama ni mwongofu mpya, jasho litakutoka. Utaenda kumtafuta.
Sio kama unaweza kana ongea na. Kuna watu mngeokoka mlifuatiliwa, lakini kuna watu waliokoka tu chap kama melancholic na wakashika imani. Yaani walivyompenda Bwana Yesu akamaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hawa watu wakija kuishika imani ni ngumu sana kuiacha. Lakini kuokoka hivi kama kuokoka au kumjua Yesu ni ngumu. Kushika imani. Na ndio maana hawaamini watu wengine. Mpaka afanye ufukunyuku, chimbue, apeleleze. Unasema Yesu alizaliwa. Kwa Yesu ni mtu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yaani ni mchakato mrefu sana kumuelewesha Sanguni kwa habari ya upendo wa Yesu na namna ya kuishi katika wokovu. Yaani kweli mtu anaweza kaacha dhambi. Anaachaje? Unawezaje kuacha kitu fulani? Anaweza kataja dhambi zake anazozijua, anazozipenda, akasema hii haiwezekani. Utamwambia mimi nimeshinda. Kweli umeshinda. Atataka uwe karibu na wewe ili uweze kumuonyesha namna unavyo hizo shida hizo dhambi. Lakini akiona wewe mwenyewe unayemfuatilia kama mwongofu mpya, hauna msimamo wa kweli, haiwezekani hata kuamini. Hawa ndio wale ambao unaweza kukuta mzazi umeokoka au baba umeokoka, mama hajaokoka, au mama ameokoka, baba hajaokoka. Usipoishi maisha ya kumwamini Mungu, hakuna anayekuamini, na hata watoto wako hataokoka hata mmoja, mpaka utakapoanza kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Alafu akasema yes, mama ameokoka, yes, baba ameokoka, ndio utaona watu wanabadilika mle ndani. Vinginevyo hawatabadilika. Au natoa mfano, mwai kurudi nyumbani, baba unarudi saa 7 saa 8 bila sababu za msingi. Watoto wataanza kurudi saa 2 saa 3, au mnagongana, au wao ndo wanarudi asubuhi. Kwa sababu kuna kitu fulani hivi cha malezi kinasumbua hapa kwa mtu ambaye ni phlegmatic na hawezi kuyaishi yale ambayo, yani anaishi au anafanya yale ambayo ameona mtu mwingine amefanya, ni concrete kabisa, anaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sio story au sio hadithi. Kwa hiyo pia nimesema ni wagumu kuomba msamaha, lakini wagumu kupokea mambo mapya kuhusu imani. Ni wagumu sana kuokoka, lakini akiokoka mtu ambaye ni phlegmatic anampenda Mungu. Kwa sababu pia sio watoaji. Sio kwamba sio watoaji, yaani anaangalia logic, anatoa nini, anampa nani? Nampa mchungaji, nampa Mungu. Wewe unasema unampa Mungu. Simpi Mungu, nampa mchungaji. Sasa wewe fundisha neno vizuri. Usigombane naye, wala usihitaji kupambana naye. Wewe tu mfundishe, mwelekeze taratibu, kwa sababu wana akili kubwa. IQ zao ni kubwa, zina digest mambo, inachokonoa mambo. Wana vitu vingi vya kutaka kujifunza ambavyo vinaweza vikamsaidia yeye kusonga mbele na kuamini kile ambacho wewe unamfundisha. Kwa hiyo kama ni familia yako na watoto wako, waone watoto ambao wanachelewa kuelewa. Wale ambao unafikiri wanachelewa kuelewa, kuna mtoto mwingine unaweza kumuita, Stella. Yaani wengine mpaka anajiuliza, yani nimeitwa mimi ndio aseme abe, lakini mwingine ukimuita tu Stella nataka haraka, naam, anakimbia. Na mwingine ukimuita mpaka amalize mambo yake anayofanya ndio anataka kuja kwako. Kwa hiyo unaweza kuona kama viburi fulani, majeuri fulani hivi. Naona kimsingi wanaonekana ni viburi na majeuri kwa sababu tabia zao ni za taratibu. Lakini wengi sana kwenye hili kundi hawajui kutunza muda. Ukiwa na phlegmatic, mmeambiana mkutane saa 2, ana masaa 2 mbele, tena atakuja saa 6, alafu hata hajakwazika wala haombi msamaha eti sijui nimechelewa. Kikao kimeanza saa 2 ndo amekikuta kinaisha, wala hana shida. Kwa hiyo ukikutana na mtu sasa, upata picha, wewe ni choleric, unamfanyia kazi mwenzako phlegmatic, haendi na muda, yani mtakuwa mnakwaruana kila saa. Kwa sababu mambo yake phlegmatic, choleric ni mambo ya haraka, lakini phlegmatic mambo ya taratibu, hatunzi muda. Yani yeye andiko la kukomboa la wakati linamuhusu sana. Fanya hivi, ni watu wa taratibu mno. Kuna watu wanaenda bafuni, anaenda kuoga. Wewe unaweza kaoga, ukaenda ulikoenda, unarudi, unakuta hata yani ndo anatoka bafuni. Wanaoga saa 1 mpaka 2. Sasa Sanguni na choleric anaoga huo muda dakika 2 3, ameshatoka na ameshavaa, yuko kwenye kutafuta hela, yuko kwenye mambo mengine. Kwa hiyo sio watu ambao wanaukomboa wakati. Kama unaweza kukaa naye
na kumsaidia. Ndio maana hivi vitu unaona watu wengine wako very slow. Yaani sio ndio mkono mzito wengine, lakini inawezekana wangekumbushwa sio mkono mzito. Hii ni tabia tu ile asili. Ni watu wa taratibu, ni watu wa polepole, kuna watu ni wavivu hata kuongea. Unamwambia twende mahali, anawaza kwanza, tafakari kwanza ndo akujibu sawa. Wakati sasa ungejibu haraka haraka, mnagombana bure. Kavae nguo twende mjini. Yaani huyo mtoto phlegmatic utakuwa unamwacha kila siku kwenda mjini. Sababu ataingia ndani, atatoa suruali ya kwanza, ataiangalia, ataweka, atachukua ya pili, ataweka. Lakini mtu haraka haraka ameshavaa, hata hana mpangilio sana wa vitu. Lakini ni watu ambao ni wataratibu, ni watu ambao hawaukomboi wakati. Amen. Lakini pia nisema hapo mwanzo, ni watu wanaopenda kufuatilia mambo ya wengine pasipo sababu ya msingi wowote. Na ndio maana hupenda sana kuwa wapelelezi, wanapenda ushushushu. Anapokuwa amekosea mtu ambaye ni phlegmatic, yeye haumii kwenye makosa. Tuisema sanguine anafanya makosa, lakini anajutia haraka sana. Tuisema choleric anafanya makosa, na ni makosa kweli, na haombi msamaha. Tuisema melancholic anakifanya kosa, anajilaumu yeye, yani ni mtu wa kujilaumu, ni mtu wa kujilaumu akifanya makosa, hata kimkosea mtu mwingine. Lakini phlegmatic anapokuwa amekosea, haumii. Yani labda wewe ndio utaumia. Yani wewe unayetazama kwamba jamani, ameacha nyumba imeisha linte imeanguka, nitajenga nyingine. Yani hivyo. Lakini ingekuwa sanguine angesema la zangu, melancholic angeumia, choleric angeumia. Kwa hawa watu ni watu ambao hata akifanya makosa hawaumii. Ndio maana hata wakiumiza wengine pia huwa hawaumii. Sijui kama unanielewa ninachokisema. Yaani hata kiumiza mtu mwingine haumii. They don't care, lakini they don't mind their own business. Wako kunyua watu, wapo kufuatilia mambo ya watu. Akioa mwanao, ukiwa wewe ni phlegmatic, wiki la kwanza unaanza kumuuliza, "Halo, umeshiba? Unakula kweli huko?" Mzazi, hiyo tabia. Lakini mwingine hata hafuatilii vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu wa kutafuta mambo, haamini watu wengine, yani haamini watu wengine kama anaweza kufanya kitu cha maana. Kwa hiyo unakaona kwamba kuna katabia kadharau kama ndani ya mtu ambaye ni phlegmatic. Ni mpuziaji wa mambo na hawezi kufanya mambo kwa ukamilifu, ni mtu wa kuailisha mambo. Nisema kwamba hata ukimfanyia fujo mtu ambaye ni phlegmatic, wala hana shida, nenda na kidedea, kapige ngoma, karukeruke, kapige makelele, yeye atazima masikio, ukiondoka makelele yako unaondoka nayo. Hajali hata mara moja. Lakini watu kama hawa, phlegmatic, ni wapenda amani sana, ni wasuluhisha migogoro wazuri, ni watu ambao ni washauri wazuri. Sasa unapokuwa na mtoto wa aina hii, utamwona mara nyingi amekaa na watu kwenye makundi, anawashauri, anatoa ushauri. Kuna vitoto vingine unafundisha darasani, ukishafundisha kinaweza kakaja kakakuvuta shati, hata kakakwambia, "Mwalimu umependeza, ila shati lako liko hivi." Yaani ni mtu wa amani. Hata mkigombana ni mtu ambaye hapendi heka na huwa hakai mahali penye fujo, ni mtu ambaye hakai sehemu yenye vurugu. Kwa kuna watu wengine unakuta wanahama miji, wanahama vijiji, hiki kimtaa kina vurugu, unakuta amehama. Hapendi kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapendi kelele. Kuna wazazi mnakuta mnapenda tu utulivu, watoto tunyamaze kimya. Sasa wewe ni mtulivu, sisi labda wengine ni watoto ambao ni masongwini, hatuwezi kutulia. Kwa hiyo tuchukuliane. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuchukuliane, lakini tuombeane, tunapokoseana tusiumizane. Lakini wewe kama ni phlegmatic, kama umesikiliza kweli masomo yale yaliyopita, utakuwa unamuumiza sana melancholic kama unaishi naye. Kama ni mume, kama ni mke, kama ni sanguine, atakuwa anaumia sana na wewe. Kwa sababu utulivu wako pia uone kwamba usio unatengeneza. Lakini pia jambo baya ambalo linaweza likamtokea mtu ambaye ni phlegmatic, katika hali ile ya kukaa kimya, unaweza kukosa fursa. Kwa hiyo ni miongoni pia watu ambao hawezi kuchaguliwa
hawezi kutumia fursa kama za uchaguzi kwamba akampeni sijui afanye nini. Watu cool, ila wao huwa wanachaguliwa kama ni uongozi kutokana na utulivu wao. Wanaonekana ni watu ambao si washari kwa asili, ila si wakati wote mtu phlegmatic anakuwa na temperament moja au haiba moja, anaweza akachanganya. Lakini mtu temperament ya phlegmatic anapokaa na mtu ambaye ni melancholic, kama ni kazini, kazi zinaenda vizuri, kwa sababu wakati amevuruga choleric, kuna mtu ambaye yeye anaweza akatuliza ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome maandiko kidogo tuone hii temperament. Yohana Mtakatifu ile sura ya kwanza mstari wa 47, Biblia inasema, Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 47 inasema, basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Kwa hiyo kati ya wale wanafunzi wa Yesu, kama unakumbuka ile mifano nilikuwa naitoa, kati ya wale wanafunzi wa Yesu ambaye tunamuona alikuwa ni phlegmatic, tulimuona Petro alikuwa ni sanguine na wengine walikuwa ni choleric, lakini kulikuwa na melancholic. Lakini katika ile kundi la phlegmatic tunamuona anaonekana huyu Nathanaeli, anasema hapa alikuwa ni Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. 48 anasema Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Unaona anataka kitu ambacho kiko, yani kitu ambacho ni deep. Yesu akamjibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa hapo chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli akajibu, Rabi, wewe umwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akamwambia, kwa sababu nilikuambia, nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Kwa hiyo unamwona namna alivyokuwa, alikuwa anauliza, namna alivyokuwa mtaratibu. Ni watu ambao ni royo. Yaani kama ukimtuma mtu ambaye ni phlegmatic, wanatumika, hawana shida. Ukitaka kufanya kazi anatumika vizuri, lakini wengine ukimtuma ni wagumu na uwezi kuishi naye. Basi Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji, katika kipindi chetu kizuri cha watoto. Nimejaribu kumwelezea huyu phlegmatic, na naamini katika kipindi kijacho tutaangalia ni namna gani unaweza kumsaidia mtoto ambaye ni phlegmatic, ili uweze kumfundisha kukomboa wakati, ili uweze kumkataza mambo ya kuahirisha mambo, na ni vitu gani unatakiwa kumsaidia mtoto ambaye ni phlegmatic, kwa sababu kwa asili wako taratibu. Watu hao hata wakiwa darasani wanafanya mitihani, anaweza kawa mwisho kwa sababu mkono wake ni mzito, anafikiria taratibu, lakini ukimpa muda wa kutosha anakuwa ni mwanafunzi mzuri na mwanafunzi bora sana. Basi kabla sijaendelea, nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu mambo yote unafanya kwa utukufu wa jina lako. Na wewe Mungu ndivyo ulivyotuumba. Tazama hizi temperament na haiba tunazojifunza Mungu. Ni wewe Mungu umetuambia ni za asili. Kuna wakati zinatukosesha, lakini kuna wakati kupitia hizi tunafanya vizuri. Basi ule upande ambao ni mzuri, tunaomba Mungu utusaidie, tunaomba tuwezeshe tuweze kufaa katika ufalme wako. Na yale maeneo ambayo Mungu ni mapungufu, utujalize Bwana, peke yetu hatuwezi, tunahitaji neema yako na uweza wako. Lakini tunapoendelea kujifunza jinsi ya kuwasaidia watoto kwa hiyo kwenye hili eneo, tupe hekima na busara tuweze kujifunza. Asante Mungu kwa ajili kipindi kingine kitakachokuja na vipindi vingine vinavyoendelea. Roho Mtakatifu endelee kutufunika. Naomba haya katika jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe na Mungu aendelee kukufunika mpaka tutakapoonana kipindi kingine. Amen. Sibuka TV.